sikuhamia kwa bahati mbaya, lakini nimeona si neno sahihi, kwa sababu kuondoka hapa duniani si kwa bahati mbaya. Ni jambo ambalo limewekwa, ni lazima. Sote lazima tulipitie. Kwa hiyo kwa mapenzi yake yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu alishamchukua tayari muda mrefu toka mwaka 2001. Baba yangu amefariki, na kama nilivyosema, baba yangu mimi alikuwa Mkristo na familia yake nzima wote ni Wakristo, lakini mimi sikuwahi kuwa Mkristo toka nimezaliwa. Unaweza ukajiuliza kwa nini sikuwahi kuwa Mkristo, lakini mimi nimezaliwa kwenye Uislamu japokuwa baba yangu ni Mkristo. Mama yangu alipata ujauzito wangu akiwa mdogo. Mimi nililazimika kulelewa na bibi yangu baada ya kuzaliwa. Bibi yangu ndiye aliyehusika na malezi yangu kuanzia nazaliwa mpaka watu wananifahamu. Bibi yangu na babu yangu. Huyu bibi yangu na babu yangu ni Waislamu. Kwa hiyo nikikwambia toka nimezaliwa mpaka watu wananifahamu, unaweza ukaona ni jinsi gani kwamba nimezaliwa kwenye nyumba ya Waislamu. Mpaka nakuwa, mpaka naanza maisha yangu, niko ndani ya Uislamu. Na kikubwa zaidi ambacho pengine wengine hawakifahamu, bibi yangu na babu yangu kwenye nyumba yao ambayo wamenilea mimi, kulikuwa na madrasa ambayo bibi yangu ndo alianzisha na alikuwa anaiendesha yeye mwenyewe. Kwa hiyo mimi nimekuwa ndani ya madrasa nyumbani kwetu. Yaani natoka chumbani naingia madrasa. Ndio malezi ambayo nilikuwa. Kwa hiyo kwenye makuzi yangu ilikuwa hivyo. Baadaye sasa nilipoanza kujielewa na kuanza kutafuta riziki mimi mwenyewe, unajua tena kwenye kuhangaika. Mara nimefanya hiki, nimefanya kile, nikajikuta nimeingia kwenye sanaa. Kwa hiyo unaweza ukaona si jambo la ghafla sana mimi kutoka huku. Ukiangalia chimbuko yangu nilipotokea, ni kama nimerudi. Ni kama nilipotea, sasa nimerudi. Sawa, hiyo ni historia fupi ambayo umetugea ulipotokea huko. Tuambie kitu gani ambacho umeachana nacho, hiki ambacho jana umekitangaza, nini hasa ambayo umeacha? Mimi kitu ambacho nimekiacha kwa sababu nimeamua kurudi kwenye njia ya haki, na kama nilivyosema, huku ndiko sahihi na huku ndo niliko anzia maisha yangu kwa sababu nimelelewa kwenye Uislamu. Na nimesema nirudi kwenye njia ya haki kwa sababu ndiko tunakostahili kuwa. Kule nilipotea. Unajua kuna mtu mwingine anakuuliza, kwa nini sasa umeamua kutoka huku? Yaani kitu gani kimekufanya huku utoke? Kitu gani kimekufanya, naomba unielewe. Anakuuliza kitu gani kimekufanya huku utoke? Lakini mimi nasema usiniulize kitu gani kimenifanya huku nitoke. Niulize kitu gani kilinifanya niingie huko. Kwa sababu huku nilipo sasa hivi ndiko niliko kuwa natakiwa mimi niwe. Ni sehemu sahihi. Na hata Mwenyezi Mungu mwenyewe alituumba tuje tufanye ibada. Kwa hiyo kule tunapotea tu, lakini huku ndiko sahihi ambako mimi natakiwa kuwa. Sasa niseme namshukuru sana Mwenyezi Mungu, ameniamsha. Ameniamsha, na kwangu mimi naiona ni kama bahati kubwa sana. Sio kila mmoja anaweza akaamshwa kabla ya mauti wake. Ni jambo ambalo nilikuwa nikimuomba sana Mwenyezi Mungu. Na kuanzia mbali ili uelewe kwa nini nimeacha na sijakurupuka. Ukiachana na historia ambayo nimekupa, baada ya mimi kuingia kwenye sanaa, nilikuwa nikiishi na hizi sanaa, lakini ndani ya moyo wangu nina imani yangu. Ndani ya moyo wangu ninajua ninachokifanya si sahihi, ila maisha yalikuwa yananipeleka. Maisha yananipeleka. Lakini wakati mwingine napata wasaa na muomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu nakuomba. Mwenyezi Mungu naomba unisamehe. Mwenyezi Mungu naomba unitoe mimi huku. Nisaidie mimi siku nije kutoka huku. Hiyo ndo ndoto yangu ilikuwa kubwa sana. Siku zote ambazo walikuwa wakimuona Snura, ndoto yangu ilikuwa ni hiyo kwenye maisha yangu. Ifike siku niachane na vile vitu ambavyo navifanya, nimrudie Allah. Ni ndoto kubwa sana na nimeishi nayo kwa muda mrefu. Kwa hiyo nikawa wakati mwingine hata ninapoifanya ile kazi, naweza nikashuka kwenye kufanya ile kazi, nikalia sana. Sana. Nalia sana tena kwa uchungu, moyo unaniuma. Wakati mwingine nasema mimi nikienda pale sitafanya chochote.
Nikifika pale vile unavyokutana na wale watu unachanganyikiwa tena, yani unajikuta unafanya vile vitu. Nikishuka pale nalia. Maana ukiwa jukwani. Nikiwa jukwani. Nikishuka, yani hata kuongelea sana hivyo kutaja najisikia vibaya. Kwa hiyo nikishuka nalia, namwomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Mwenyezi Mungu nisaidie mimi siku nije kutoka. Wakati mwingine nakaa nauliza nafsi yangu, kwa nini mimi siswali? Kwa nini mimi sifanyi ibada? Kwa nini? Yani najiuliza, moyo wangu unaniuma sana. Kwa unaweza ukaona ni muda mrefu sana nilikuwa nikiumia na hichi kitu. Na hata madrasa ambao naizungumza nilisoma mimi, baadaye bibi yangu Mwenyezi Mungu alimchukua. Pale nyumbani ikawa sasa, na babu yangu pia Mwenyezi Mungu alimchukua. Pale nyumbani ikawa sasa hakuna tena madrasa. Lakini kwa malezi ambao walinipa na imani ambao walinizalishia kwenye moyo wangu juu ya zile kazi nilizokuwa nikizifanya, lakini bado nilienda kuifungua tena ile madrasa. Na nikawa naiendesha ile madrasa. Lakini bila kuweka public wala kumwambia mtu sijui mimi walikuwa wanafahamu watu ambao wananifahamu basi. Kwa mimi nilikuwa naendelea na zile kazi, lakini huku nyuma kuna vitu nilikuwa nafanya. Yani kuna vitu ambavyo vya kumfurahisha Mwenyezi Mungu nilikuwa nikivifanya. Hapo pia nilikuwa nikimwomba Mwenyezi Mungu. Na hapo Mwenyezi Mungu alinipa neema ya watoto ambao nilisema neema hii Mwenyezi Mungu umenipa niitumie vizuri. Vile ambavyo unapenda. Bila pia watu kujua mimi nilikuwa nikilea vipi watoto wangu. Mimi wakati nina ujauzito wa mtoto wangu wa pili wa kiume, nilimuomba mimi mwenyewe Mwenyezi Mungu nilimuomba. Niliweka kama nadhiri. Nataka iwe kama fundisho ama nijaribu kuwaeleza wale ambao wapo kwenye yale mambo ambao mimi leo hii nimeakana na nimeacha. Waone namna gani ambavyo mimi niliishi nayo yale mambo lakini bado nilikuwa na kitu. Nataka wale ambao wana vitu kama ambacho mimi nilikuwa nacho, waone hata njia ambazo mimi nilipita. Wakati nina ujauzito wa mtoto wangu wa pili, angalia imani yangu ilikuwa bado ninayo. Nilimuomba Mwenyezi Mungu. Hapo nina mtoto wa kike mmoja. Nikamuomba Mwenyezi Mungu, naomba unijalie nipate mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume ambaye nitamlea kwenye misingi ya dini. Nitamnyoosha vile ambavyo wewe unataka. Na kweli Mwenyezi Mungu alinisikia. Akanipa mtoto wa kiume. Nimejifungua yule mtoto wa kiume, nilikaa nikajiuliza. Mimi nilimwahidi Mwenyezi Mungu juu ya malezi ya huyu mtoto. Lakini kazi ninayoifanya mimi ndiyo hii. Na hapa huyu mtoto ndo ninaye. Nilipambana sana namna ya kumlea. Sana. Hadi watu ambao walikuwa wakinisaidia kukaa naye. Nilikuwa na dada ambaye sio Muislamu, lakini alilazimika kujua hata alifu wakati mdogo mwanangu. Ili tu awe anamfundisha mwanangu. Anamfundisha. Nikawa nimetenga kazi yangu na nyumbani kwangu. Ndani ya nyumbangu mimi ni kama sikuwa msanii. Nje nikishaingia pale ndani mimi ni mama. Tena ni mama ambaye watoto wangu wajistiri. Hivyo ndivyo nilivyokuwa nikienda. Mpaka ikafika muda sasa nikawa mwanangu wakati ameshafika umri wa kuanza shule. Nikawa nawaza huyu sasa ameshaanza kujitambua. Inabidi hapa nipambane nitafute shule ya Kiislamu. Ambayo mtoto wangu atakaa huko. Umeshanielewa? Nakumbuka kwa mara ya kwanza kabisa nilipiga simu Al-Hikma. Lakini wakaniambia hakuna boarding. Lengo langu mimi nilikuwa nataka boarding ili nimwache kule kabisa. Yaani asiishi kwenye mazingira yangu kabisa. Yaani kwa sababu yeye sitaki aone wala anione. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu nilipata na nilimpeleka mtoto wangu na mtoto wangu akaanza kule. Alianza kusimamisha swala akiwa na miaka 5. Sababu jambo ambalo nilisisitiza hadi shule. Hadi shule wanajua mtoto huyu anatakiwa aweje. Yaani kama una vitu mumzidishie. Yaani niko radhi mwanangu mumpunguzie kwenye masomo ya dunia, lakini haya ya dini ndio haswa ninayotaka na ndio nalipa ada kwa ajili ya haya. Kwa hiyo ni kama mnafanya yote lakini huyu mtoto kuna vitu mumzidishie. Alikuwa mpaka ana mwalimu wa Qur'ani wa ziada lakini sio wa masomo ya dunia. Ambaye anamfundisha yule mtoto. Kwa yule mtoto pia akaja kuwa chachi kwangu. Kwa sababu yeye alianza kusimamisha swala, mimi sijaanza. Akirudi likizo, muda wa swala anaenda kuswali. Mama mbona wewe huswali?
Hivi vitu pia vilikuwa vinaniingia kichwani. Mama, unafanya mziki dhambi. Mwenyezi Mungu hapendi. Hivi vitu vinaniingia. Umeshaona? Vitu vikawa vinaniingia, lakini bado imani yangu ninayo. Mwenyezi Mungu sasa akasema, sasa nakuja kukutoa. Bila mimi kujua. Akaniletea mume. Mwanzoni sikuhisi kama ni yeye. Na kabla sijampata, hii nataka kwa wanawake wenzangu pia wajifunze hiki kitu. Kabla sijampata, sijakutana naye huyu mume wangu, nilikuwa nikiswali na kulia na Mungu. Japo niko kwenye hiyo kazi, lakini nilikuwa na swali na nilikuwa nikimwomba Mwenyezi Mungu, na nilikuwa nikimwomba Mwenyezi Mungu, naomba unipe mume atakaye kuja kunibadilisha. Nipe mume atakayeniongoza kwenye njia ya haki. Wallahi ninaapa, nilikuwa nikiomba. Hazikupita hata siku nyingi, nikakutana naye. Nilipokutana naye nikajiuliza, Mwenyezi Mungu, mimi si nimekuomba unipe mtu kuja kunibadilisha? Sasa mbona tena umeniletea huyu? Wakati mwingine unachokidhania wewe sicho. Allah anajua. Tumwachiage yeye kila kitu. Wewe muombe kisha muachie. Unaweza kusema Mungu hajanipa, kumbe ndo kakupa bila kujua. Basi nikaanzisha safari na mwenzangu kuja kumfahamu yeye na imani zaidi yangu. Kumbe na yeye aliingia kule. Mwenyewe anakuambia niliingia, Mwenyezi Mungu kama alinituma nije nikutoe. Yaani kama alitumwa ingia kule ili uweze kumpata kirahisi. Kwa sababu tukirudi tuwekee sawa, kwa maana kwamba mume alikuwaje na mpaka unazungumza kipi? Yaani na yeye aliingia kwenye muziki. Lakini aliingia chap kama kuja kunifuata mimi tu. Kwa sababu nazungumzia kunifuata mimi kivipi? Wakati alivyoingia tu kwenye muziki, ikawa rahisi kunifuata mimi, tukakutana, tukaanzisha uhusiano. Umeshanielewa? Kwa hiyo baada ya kuanzisha uhusiano, baadaye sasa ndo nikaanza kumjua yeye ni mtu aina gani. Akaonyesha sura yake halisi. Na mimi pia akaja kugundua ile sura yake halisi aliyokuwa nayo, na mimi ndio kitu ninachokitamani. Kwa hiyo hapa nikapata somo